Naam, bila shaka mimi naitwa Sitati Musa na hii hapa ni Songolis TV. Kama kawa unaitwa Umbea Mtaani. Bila shaka huyu hapa ni mheshimiwa maneja ambaye hivi sasa tunaye tupate kuzungumza tunaye mawili matatu, apate kutuambia mambo inakuwa namna gani. Lakini bila shaka mambo vipi? Poa sana. Pengine kwa ufupi tu utuambie meneja Nyembwe ni nani, kisha kwa ufupi tutakuwa tunaendelea namna hiyo. Meneja Nyembwe ni meneja wa eneo bunge la Likoni, kupitia ofisi ya mbunge Likoni, ambaye amehudumu sasa ni takriban awamu yake ya pili kutoka aanze kushikilia ofisi, na anaitwa simple manager. Mimi sijigambi, sina maringo na sina dharau. Bwana manager tu kwa kukata kwa sababu ya muda, bwana manager kwa ufupi tu, hivi sasa tunaelekea katika ulingo wa siasa na bila shaka tayari tushaanza, lakini ukiwa ni meneja tu katika ofisi ya mbunge mheshimiwa Mama Mishi Mboko, ambaye pia tutatafuta nafasi tupate kuwahi kuzungumza naye hivi sasa. Wapo tu wengi pia ambao wamejitosa katika ulingo huu kusema kwamba mama atoshi, mama hajafanya hili na hili. We vipi kama maneja, unasema kuwa mama vipi anatosha bado, ama unasema pengine mama katika uweledi wako kwa sababu wewe ni mwandani wake, sijui unasemaje? Ase kuna macho ambayo tazama, kwa sababu kazi ambayo imefanya mheshimiwa mbunge Likoni ni kazi kubwa. Kwa maana tunasema mama tano tena, kwa sababu tunajipanga, tuna hamu na sisi wana Likoni tuje na kiti cha gavana ndani ya Likoni. Awamu hii ni awamu kujipanga sisi wana Likoni kwa sauti moja, tumrudishe mama na sauti moja, na tusimame famu ili tuweze kujipanga na gavana hapa ndani ya Mombasa County. Sisi hatuwezi kujifunga, lakini katika takwimu za miradi na katika takwimu za maendeleo, hata ukiangalia statistics ya mizani ambayo ilitoka jana, ni mama kwa anaongoza hususan katika kisiasa, na pia anaongoza katika miradi ambayo amefanya mikubwa hususan katika mambo ya Gen Z. Gen Z tumepromote juzi, tumelaunch 515 youths ambao wamequalify na course ya ICT, na leo tuko na vikundi takriban ya vikundi 21 ambao vinapatiwa hundi ambao litaweza kuwasaidia kufanya biashara. So tunaweza tukasema kwa mama yale ambao ameyafanya ndani ya Likoni, tukianza kuyazungumzia saa hii, nataka muda brother uje niite katika kikao ambacho tutashare kikombe cha chai, tuweze nizungumzie miradi ambayo mheshimiwa ameifanya na pesa za wananchi, na miradi ambayo ameifanya na pesa binafsi. Hapo ndio mbunge amefanya nini. Pengine kiufupi tu, ikiwa kwa ndani ya ofisi ya mbunge kama meneja, na pia pale awali nilipata tu kuzungumza na baadhi ya viongozi wengine kuhusiana na tamasha ambayo lilikuwa mwaka juzi, mwaka 2025, ambalo wengi tu walikuwa wanasema kwamba pia ofisi ya mbunge ilihusika katika kutayarisha tamasha zima, na wapo tu wasanii tu wengi ambao walalamikia tamasha hilo. Wengine wakasema kwamba tamasha lilikuwa sawa, wengine wakawa wanalalamika. Pengine tu kwa uweledi wako wewe, una uelewa gani katika shughuli nzima ambayo ilifanyika pale Shell Beach, ikiwa ni tamasha ambalo lilifanyika, tamasha ambalo lilikuwa kubwa tu kwa mtazamo, watu walijaa, lakini bila shaka wengi walisema kwamba wasanii wengine walinyanyaswa, hawakupewa hela vile walikuwa wamekubaliana. Wewe sijui una ueledi gani hapo? Katika ueledi wangu mimi ambao niliujua katika tamasha ile ambalo lilipita, kwanza sisi tulihusika upande wa promotion, walikuja wakauhitaji mbunge kwa anataka kiima cha pesa ili wasaidike, na mbunge aliyafanya hayo. Waliunda komiti, na komiti hiyo ilikuwa surrounded na wasanii. Sasa kama walidhulumiana, wengine hawakupewa pesa, sisi haituhusu, kwa sababu sisi ilikuwa ni uhakikisho kuwa tamasha lile kwanza liwe na usalama. Tamasha lile lilikuwa ni tamasha ambalo lina ghera, na hayo tuliyatimiza kama ofisi ya mbunge. Hususan tuliweza kuzungumza na doketi za serikali upande wa usalama. Tunashukuru Mungu, tamasha zima liliisha salama. Hakuna mtu pale alitoka amesema amekatwa kipanga, wala kuna mtu pale ameondoka na majeraha. Tamasha lilikuwa la heri. Hiyo changamoto hizo tuliziona, na second edition ambayo inakuja nafikiri mimi nitahusika full.
hautawahi kusikia hizo chaos. Safari hii mimi nimesema wacha nikae niwapatie jukumu wananchi wenyewe waweze kufanya tamasha lile, lakini nimeona mambo ya kudhulumiana madogo madogo ambayo kawaida hiccups huwa ziko katika event yoyote ile, lakini nataka niwashukuru kuwa tamasha linalokuja, tamasha ambalo ofisi ya mbunge litahusika 100%, na niwaambie tu wakazi wa Likoni, wale wasanii wadogo wadogo, tuko na mpango mbadala ambao sisi tutaweza kuwakuza wasanii wadogo wadogo, na njia hii tutaweka jukwaa kwa kila weekend. Tunawekea jukwaa la kukuza vipaji ndani ya Shell Beach ili tuweze kunyua utalii wetu ndani ya Likoni. Bila shaka tu tukiwa tunamalizia, ukizungumzia swala nzima la kuwa tamasha lijalo utakuwa unahusika kirasmi, pengine tu kwa ufupi ni finyange tu ambazo pengine zinanijia akilini ya kwamba pia unafahamu kuwa tamasha halikwenda sawa, kwa sababu pale awali pia nilijaribu kuongea naye kwa ujumbe, nikamtumia ujumbe bwana Kurichwa niweze kuzungumza naye, lakini hakuwahi kunijibu mpaka leo hivi sasa ujumbe wangu hakujibu. Pengine wewe unaona ya kwamba kuna finyange pia ambazo unaelewa ama hali ilikuwa ni sawa? Hebu tuweke wazi. Mimi kwa kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu, upande wa kutoa maybe a stipend, nasema stipend, sikuweza kusika. Mimi jukumu langu ambalo nilipewa ni usalama, ndiposa nilimleta OCPD kwa meza, kaleta OCS kwa meza, wakaanza kushikilia swala la usalama. Lakini mimi masuala ya msanii alipata ngapi mimi sijui, hata walikuwa wale agree na chief officer vipi, hiyo siwezi kujua. Na kwa kusema kweli, hiyo ilikuwa ni department ya county, sio department yetu ya constituency. County ndio ilikuwa waadili na mambo hayo, atapata ngapi kwa atapata ngapi, mimi hata sijui. Pia wasanii walikuwa wameelewana vipi na chief officer, lakini tu niwaambie kuwa challenge waziko, na sasa hii tu kama chief officer alipata experience na challenges vile ziko, sasa hii ni kujipanga na kuangalia je, second edition tunajipanga vipi kwa swala hususan na swala kama hili. Tukague wasanii chipukizi wengi pale, tuangalie hawa ndio wataperform, na tutakuwa tunawaweka katika ilani mapema kama hao ndio wasanii wataparticipate, kwa sababu hata nilivyomuoji Kurichwa kuhusiana masuala ya kupeana pesa, alisema ilifika wakati sasa wasanii kila mtu anataka kupanda juu ya jukwaa, kumaanisha mambo ya management ya wasanii pia ilikuwa ni finyu, yani alikuwa hayana mwelekeo mzuri. So in the next edition ndio ninasema mimi manager wa mheshimiwa mbunge nitaparticipate fully ili niweke mambo sawa, mambo ya kisiasa na mambo ya kimaendeleo. Na bila shaka kama unavyoona huyu hapa ni meneja katika ofisi ya mbunge wa Likoni, ofisi ya Mama Mishi Mboko. Bila shaka tumewahi kuzungumza naye kupata mawili matatu, lakini bila shaka tutatafuta siku muhimu tuje tukae naye mezani tupate kuzungumza makubwa na ya kuja. Bila shaka mimi naitwa Sitati Musa na hii hapa ni Songolist TV, na kama kawa huu ni Umbea Mtaani. Wanasema kwamba umbea si kazi, kazi ni pale unaposutwa.